Hii ni mara nyingine sauti ya Kipenga inamsuta mwanamke kwa kuonyesha kuwa adui wa nafsi yake mwenyewe. Mara ya kwanza tulimsuta Caroline Omanyo ambaye ni mbunge wa kaunti ya Busia na pia kaimu katibu mkuu wa chama cha ODM kwa kufurahia wakati alipotumika katika mfano wa kudhalilisha jinsia ya kike. Makamu wa makamu alimfanyia dhihaka Bi Omanyo walipokuwa kwenye mkutano wa chama Kisumu. Bi Omanyo alituachia sisi tukasirike, yeye akicheka na kufurahia mfano uliotumika. Sauti hii ya Kipenga ilikashifu na hata leo bado inakashifu viongozi kama Junet Mohamed ambao wana mazoea ya kutaja sehemu za siri katika mikutano ya kisiasa. Iko wapi heshima ya waheshimiwa? Sasa kwa sababu waheshimiwa hawa hawana heshima tena, wao wanaonekana kupoteza umakini hata katika vikao rasmi. Anayetafunwa kwa sasa ni seneta mteule Karen Nyamu. Huyu anachofanya, anatumia na kutegemea umaarufu wake kwenye mitandao ili kujisukuma kisiasa. Ametangaza kuwania kiti cha mwakilishi wa wanawake kaunti ya Nairobi, na bidii yake inamsukuma kupiga kampeni na kuweka mikakati ya kutoa kiti hicho. Huyu seneta alipopewa nafasi kumkaribisha mwanafunzi msichana katika kikao cha bunge la seneti, Karen Nyamu alitoa matamshi yaliyoashiria kitu tofauti sana na ilivyotarajiwa kutoka kwake. Kuna mambo ya kustaajabisha hapa. Kwanza, hili tukio ni la kitambo, mnamo Machi 25, na sasa ametakiwa kuomba msamaha Mei tarehe 7. Msamaha aliyoandikiwa wazi kwamba yeye mwenyewe hakuona kosa katika matamshi yake wala hajutii alichokisema. Katika kikao hicho cha Machi 25, mwenyekiti wa kikao alikuwa Spika Amason Kingi. Aliacha hayo matamshi yakanaswa wala hakuona kosa wakati huo. Nyamu ameomba msamaha kwa kusukumwa, na tena alikuwa tayari kutetea matamshi yake akisema alieleweka vibaya. Huyu atachaguliwa kuwakilisha wanawake aliowadhalilisha katika mawazo yake. Sauti ya Kipenga inasema safari ya kumkomboa mwanamke lazima ianze na mwanamke kujikomboa kimawazo, kisha ajikomboe kutoka kwa mwanamke mwenzake. Tumepuliza Kipenga. Mimi ni Nelson Songa. Kipenga cha Amaika.